Ya tatu, ubatizo ni represent ya Mungu kwa walio wake. Ubatizo ni represent au muhuri wa kukamilisha walio wa Mungu. Number 5. Ubatizo ni ishara ya kukomboa mtu kutoka katika mauti. Ni ishara ya kukomboa mtu kutoka mauti. Ubatizo ni kifunguo cha kufungua moyo, au kwa maneno mengine testing ya mtu. Ubatizo ni kifunguo cha kufungua moyo au testing ya mtu. Ya mwisho, anga ya mtu hufunguka kwa njia ya ubatizo. Anga ya mtu. Maandiko ambayo tumesoma yameeleza kuhusu Yohana na Yesu, ya kwamba Yohana akishabatiza watu wote, amemaliza kuwabatiza, Yesu akamwendea. Alipoendea Yohana ili Yohana ambatize, wakati Yohana aliona Yesu ameenda kwake ili ambatize, Yohana akataka kukataa. Lakini Mungu, kwa kuwa alikuwa amekusudia Yohana awe yeye ndiye kifunguo cha kufungua Yesu ahubiri Injili, maandiko yanasema Yesu akaambia Yohana, kubali sasa. Yohana akakubali. Baada ya Yohana kubali, akateremka na Yesu. Akateremka na Yesu, akaingia na Yesu ndani ya maji. Nina mambo mawili upande wa Yohana. Jambo la kwanza, Yohana kazi yake ilikuwa ni nini? Kazi ya Yohana ilikuwa ni kuprepare, kuandaa watakatifu kuja kwake Yesu Kristo. Kazi ya kwanza ilikuwa kuandaa Wakristo ili kuja kwake Yesu wawe wako tayari. Ndio maana Yohana jina lake linamaanisha prepare the way, andaa njia. Maana alikuja kuambia watu hawa ya kwamba tengenezeni njia zenu, tupuni dhambi zenu. Wengine wanaitikia, maana kazi ya Yohana ilikuwa ni ya kwamba tengeneza njia. Na wakati waliambiwa watengeneze njia, kuna wale walikubali wakatengeneza njia, kuna wale walikataa. So kazi ya Yohana ilikuwa ni kutengeneza njia. Ndio maana unaona sisi Wakristo anataki Mungu anayeokoa, ataki kukiri Yesu, anataka atibiti. Lakini Yohana
alikuwa anawaambia tubuni dhambi zenu. Ukisoma Yohana haya maandiko Mathayo 13 kuanzia verse 5, utasikia akiwakemea wakati walisikia neno, wakati kwake akawauliza ni nani aliyewaonyesha kukimbia ghadhabu au hasira. Maana waliposikia kuna njia iliyo tofauti na njia wanajua, walikimbia wabatizwe. Wapendwa, kanisani katika Ukristo na uchabatizwa, ni vigumu sana wewe kutana na Mungu, maana kizuizi kitakuwepo au uchabatizwa. Wacha nikwambie, nitarudia, ni vigumu sana. Yohana alipowaambia ya kwamba yatakushinda, maana una nguvu zinazotoka kwa ubatizo. Hauna, kuna mambo hawezi shinda, lakini kama umebatizwa. Yohana aliambia watu, baada ya kuambia hiyo, mstari wa 9, akawabatiza na akawaza wanaanza kuipokea. Maana Yohana ametumwa wahubiri, tumekuja tukuhubirie ukweli ya kwamba ubatizo unainua mtu kutoka kwa mauti kwenda kwa uzima. Kubali ubatizwe. Kubali mpendwa, kubali, maana ubatizo unainua mtu. Kubali kwa sisi kubatizwa. Yohana akawaambia, musai matunda yapasao toba. Musai matunda yapasao nini? Toba. So kusaa matunda kunatokana na wewe kubatizwa. Roho ya kumultiply inakuja kwako baada ya wewe kukubali kubatizwa. So kazi ya Yohana ya kwanza ni kutengeneza njia. Kazi ya Yohana ya pili ilikuwa ni kuandaa Yesu kwa sababu ya injili na kazi aliyotunga duniani. Ndio unasikia Yesu ameendea Yohana akimwambia nibatize. Simuliona wakati Raila alibatizwa. Nani aliona kwa TV? Raila akibatizwa na huo. Alipelekwa kwa maji akaambiwa batizwa. Akabatizwa. Maana lazima hata uongozi, hata uende kushika ID. Sisi tulikuwa tunaitishwa kati ya baptism. Nani aliwahi itishwa kati ya baptism? Tuliitishwa, maana wanaamini lazima uwe umebatizwa. Si sawa? Hata Waislamu wanabatiza watu, lakini ile maji wanaoshia maiti ndio sherehe wanaenda nayo kufanya macovenant, na hiyo macovenant ndio wanabatiza watu nayo, ndio watu wawe Waislamu, wakitoka majini na mapepo ya Waislamu ya wafuate. Lakini sisi tunakubatiza katika maji unayoyaona. Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. So ndio maisha yako yafunguke, ni vyema ubatizwe. Serikali ilijua mtu asipobatizwa hatakuwa mtu mzima. Tuko pamoja. Mtu asipobatizwa hatakomaa na asipata ID. ID ni kuonyesha umetambulika na government. Ubatizo unaonyesha umetambulika na government ya mbinguni. Tuko pamoja. Umetambulika. Kuna siku tukiwa huko tulilinasa kijana moja wa Illuminati. Nikaambiwa immediately niende nibatize yeye. Huyo kijana nilipobatiza, Sunday akaja akaniambia, nimeambiwa vile umenibatiza nimeisha nguvu, na hata nikirudi huko mission yangu haitakuwa, maana kuna nguvu ndani ya ubatizo. Tuko pamoja. Kuna nguvu ndani ya nini? Ubatizo. Ubatizo sio tu kuzama ndani ya maji. Hapana, kuna nguvu. Kuna nguvu. Kuna nguvu. Kuna watu wanasema walibatizwa wakiwa watoto, wao sio ubatizo.
alifanya, aliita watoto akawaekea mkono, wanachukua maji kwa pesheni, wanamwekea mtoto, wanapatiza. Hakuna kwa Biblia mbele, maana wewe unaelewa dhambi ni nini. Yesu alibatizwa sijui na miaka 30 au ngapi? Maana Yesu alikaa duniani miaka 30 akabatizwa, na miaka 30, miaka 3.5 akawa akihubiri Injili. Miaka 3.5 ndio alisulubiwa ndani. So Yesu duniani alikaa miaka 33.5. Tuko pamoja? 33 na nini? Na nusu. Mission yake duniani kaisha.